Seke na joto la usajili ndio pengine ikawa habari ambayo inazungumzwa sana kwenye viunga vya Africans na maswali mengi ya wananchi. Meneja habari na mawasiliano ya Africans Ali Shaban Kamwe amewajibu hivi wananchi kuhusu wachezaji wapya na lini wanatambulishwa. Karibu. Tunazungumza dirisha hili Young Africans Sports Club tunakwenda kujenga timu yetu. Msimu wa kuboresha ulikuwa mwaka jana na timu yetu mwaka jana kwa asilimia kubwa imeshamalizika. Kuna baadhi ya players wanaondoka, kuna baadhi ya players wamepata injury ndefu hawatarudi kwenye timu kwa hivi karibuni. Kwa maana yake tunakwenda kujenga timu. Tumefanya usajili mkubwa kwa namba kubwa, lakini pia usajili bora ambao tunaamini utakuja kuongeza quality ya timu yetu, utakuja kuongeza ile flavor ambayo wanayanga wanaitamani kuiona pia next season. Tushachukua ubingwa sasa hivi mara ngapi mfululizo? Mara 5. Maana yake tuna assignment ya kuchukua 5 nyingine. Kwa ujenzi wa makoma 5 yanayofuata unaanzia sasa hivi. Viongozi wetu wako chimbo, hamumuoni engineer, hamumuoni mtu yeyote kwa sababu wako chimbo kuhakikisha wanatuletea vyuma vya maana, vyuma ambavyo vitakuja kuipa heshima klabu yetu. Kwa hiyo msimu huu tunakwenda kujenga timu. Fanyika usajili mkubwa kwa upande wa player wa kimataifa, usajili mkubwa kwa wachezaji wa ndani wenye quality ya juu, na tutakuwa tunawatambulisha kama ambavyo tumemtambulisha kocha wetu. Yaani wakati wowote, muda wowote, fumba fumbua tunaweka chuma. Fumba fumbua tunaweka chuma. Hatutakuwa na mambo ya kumwandaa mtu. Wewe utajiandaa Yanga ikishaweka chuma chake. Haya mambo ya kuposti teaser tukutane saa ngapi? Mwaka huu tumeacha. Mwaka huu tunaweka mzigo. Yaani wewe kuwa na simu karibu, iwe tu na chaji, simu yako iwe umesha follow page ya Yanga, muda wote wakati wote tunaweka chuma. Yaani mwaka huu inawezekana umelala ukaamka nayo, uko kazini mchana tukaweka chuma, unakunywa chai tukaweka chuma. Kocha tulimtambulisha akiwa anafanya interview. Nakumbuka? Yaani hata hajui tukamtambulisha. Baada wewe ushaenda tayari na mijadala ikaanza. Na ndivyo wachezaji wetu ambao tutawatambulisha. Nimetoka kuambia jana wenzenu, 90% katika 100% tetesi ambazo zimeandikwa kuhusu Yanga, 90 ni uongo. 10 umepatia. 10 kweli kuna jitihada mmezifanya mmepatia. Lakini 90% ni wachezaji ambao mtakuwa surprised nyinyi wote. Hiyo ndo mtakuwa nayo. Siku tukiweka vyuma. Hali kuna attempt na kufanikiwa kumpata pia. Nasemaje? Attempt lakini kumpata inashindikana. Hamna. Ukiona ukimya ambao umeendelea, usiri ambao umeendelea, maana yake tumekuwa na wachezaji target zetu kwa kimya. Hakuna kelele, hakuna mizengwe, hakuna vurugu. Kimya, unatuna mtu, mnapata bei sahihi kwa wakati sahihi, tunamchukua mchezaji. Nimewaambia jana kama kuna dirisha ambalo GSM amespend fedha nyingi kweli ni dirisha hili. Tajiri wetu, bilionea Ghalib Said Mohamed, dirisha hili amespend hela nyingi kweli kwa sababu tumevunja sana mikataba kwenye timu za watu. Tukikuta mtu ana mkataba tunamhitaji, tumwona nafasi hii, bosi anaweka mzigo. Yaani dirisha hili alikuwa na maneno mengi. Tukikutaka Kibunda ndani. GSM alikuwa anamwambia engineer, wewe lete tu hapa. Nani ndani. Kwa hiyo watu wote tutakawatambulisha, nyie mtakuwa mashahidi. Nawaambia mnaona nilivyoshtuka hapa, ndio mtakavyoshtuka na nyie. Na huyu. Somereni. Leo tarehe 15. Yeah. Zimebaki karibu kama wiki 3-4 kabla ya michezo ya Ngao ya Jamii. Watu wanajiuliza wachezaji wanaanza kutambulishwa lini? Kwa sababu taarifa pia zilizonazo ni kwamba mnaingia kambini siku chache kutoka sasa. Wachezaji wetu ambao tutawatambulisha tuko nao kwenye program zetu tayari. Kuna ambao wana program wanapokuwa kwa walipo za gym. Wao kufungulia vitu vingi, mtu aache kwa. Sisi tushajiandaa. Hiyo mechi hata nyoka shoko tungecheza. Wananchi wanahamu kujua lini watu vima vinaanza kushuka. Sasa nimwambia sasa hivi ni mwendo wa ghafla. Kwa ni ghafla tu. Ngosha nani? Chuga nimwambia Ngosha. Nimemwambia Fountain Gate. Maana Isambuzi kila muda ananitambia. Sisi tunachuga. Na sisi Yanga Soka School tunachuga 100 tuko nao. Mnamtaka kweli Chuga? Alikuwa ananitambia. Chuga mumpati Chuga. Kabisa Isambuzi mambo ya waandishi hayo tena wachambuzi unakuja kunivimbia. Sisi tunakita Chuga wetu nafikiri mwaona hapa leo. Hatari hawa. Lakini binafsi unamuonaje? Nani? Naweza kufanya. Isa Abushiri mchezaji mzuri. Chuga ni mchezaji mzuri. Na hahitaji mimi kuweka maneno. Watu kujua uzuri wake. Ni mzuri. Na Fountain wamtunze ule mtoto kwa maslahi mapana ya taifa. Ali Prince Dube anaondoka, watu wanatamani kujua. Kuna chuma tumekipata pale, shilingi 9 nyingine inakuja. Kuna shilingi 9 inakuja pale. Sifa zake zikoje? Sasa unaona kama nianze kuingia kule mimi sipataki. Shilingi 9 inakuja hapo. Badala ya Pacome kuna uwezekano Pacome atakosa. Anakuja pia na huyo. Hatujaacha kitu. Yaani tumeogopa sasa hivi kwa sababu unajua ukianza kelele watu wanazunguka nyuma huku tena, shangaa biashara kwa kawaida inakuwa vurugu nyingi sana. Ndio maana tumezingatia kwanza ukimya, tumalize madili yetu, alafu tupige hizo surprise attack. Yaani makombora kama ya Iran hivi. Imelala ya kutosha. Tuna players wengi sana. Yaani unaweza kwa siku hata watatu katambulisha kwa siku moja tukiamua. Kwa sababu wako wengi. Wazaa pia wako wengi tumechukua. Yaani tumejenga timu. Wazaa tunao wa kutosha na wageni tunao wa kutosha. Kama isingekuwa hii tukio leo, pengine tulikuwa tunafyatua mtu. Lakini tukawaachia kidogo Yanga Soka School jambo lao malize, alafu muda wote kutoka sasa king'ora cha hatari kitaanza kufanya kazi. Msiposhtuka mje mnipige. Yaani tukiweka chuma cha kwanza mezani, msiposhtuka mtafuteni, sio mnikunje mambao. Waya, huyu tulikuwa tunamjua huyu. Yaani sipatu nikiweka. Nitafuteni mnikunje, sio mnipige, mniwambe makofi ya uso kabisa. Huyu tulikuwa tunamjua huyu.
tumeleta watu ndugu zangu ni yani. Umezungumzia kwa mbadala wa Pacome. Na kuna taarifa zinaenea kuna winga ambaye anatoka Stellenbosch, kocha Mangoba ambaye alikuwa anamtaka. Nani? Aitwane. Yanga ngoja nikusaidieni. Maana kazi yangu mimi ni kuclear hizo tetesi. Ndio shughuli yangu hiyo. Huyo winga aliyosema wa Stellenbosch hayupo kwenye plani yetu. Kwa hiyo tetesi hiyo iweni. Kocha alikuwa hamhitaji. Hamna, sasa mtajibu kati hayupo kwenye mpango wetu. Kwa hiyo iweni. Tetesi nyingine mliokuwa nayo niwasaidie leo hapa. Nani mwingine? Nani? Gilimogisha amesajiliwa, si ndio? Amesajiliwa, si ndio? Hatakuwa tumezungumza naye sisi Gilimogisha. Mmeandika nyie, hatakuwa tumezungumza naye. Mwingine? Mwanengo na Shani wameenda Singida. Sasa hao waliokuepo muda wa taarifa zao kama sio atanikabidhi nitakuja kuwathibitishia. Nataka tetesi mlizoandika. Nani mwingine? Nani? Hatujazungumza naye. Mwingine? Tumezoea ndo mchezaji. Hatujazungumza naye pia na wewe tumezoea. Kwa hivi karibuni, kuna mchezaji anatoka Simba kuja hayupo hata mmoja. Hayupo hata mmoja. Kocha hana jina. Haya mtaje. Nani? Bwana muda umeisha wanatuambia hapa muda umeisha. Kwa hiyo tumalizie na kocha anakuja na akija nimwambia kocha siku atakaotua tu nitawaita waandishi wote pale Jangwani. Mimi na nyie tujifunze pamoja. Tutakuwa tuna ubao mkubwa na chaki. Atakuwa anatueleza taratibu jinsi ya kumtamka. Mimi mwenyewe sasa hivi nikiojiwa nasema kocha mpya. Nasimamia kwenye kocha mpya. Kocha mpya wa Yanga. Umesema nini? Manyo hiyo manyo ndo haitakiwi hiyo. Manyoba hiyo ndo haitakiwi. Subiri akija nitawaita wote. Mje tupate darasa jinsi ya kumtamka. Pacome anaendelea. Pacome anaendelea vizuri, ameshatoka hospitali, amerudi kwake. Sasa hivi anajiandaa pia kwenda nje ya nchi kwa ajili ya matibabu zaidi. Kwa hiyo msimu huu tunaweza kusimtarajia. Madaktari wanatuambia baada ya wiki 6 wanatuambia sasa tutamkosa kwa muda gani. Kwa kama itakuwa ni miezi 3, miezi 6, msimu mzima nitakuja kuwajuza. Ratiba imekuwa ngumu sana. Watu wanatamani kusikia habari za jezi. Tarehe 20 timu inarudi. Tarehe 20 timu inarudi kambini pale Avic Town na jezi tutazindua mwisho wa mwezi huu. Mwisho wa mwezi huu tutakwenda kuzindua uzi wetu. Lakini pia tukizindua jezi tutakuwa na tukio la mkutano mkuu tarehe 2 ambao tutafanya ambao mwaka huu na ajenda pia ya uchaguzi. Baada ya ajenda ya uchaguzi tutakuwa na tukio pia la Yanga wiki ya wananchi kilele chake. Uzinduzi tutakwenda kuzindulia Katoro. Hii viongozi wameshapitisha. Nitumie fursa hii kabisa kuwaambia wanayanga wa Geita, wanayanga wa kanda ya Ziwa, wanayanga wa Katoro. Uongozi umesha approve, umeshathibitisha uzinduzi wa kilele cha wiki ya wananchi ukafanyike Katoro. Yaani wakati wengine wanakwenda kucheza kwenye mawe, sisi tunakwenda kucheza na